Katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi ameeleza kuwa ndani ya chama hicho cheo cha serikali akimpi mwanachama yeyote kinga dhidi ya taratibu za nidhamu, kwani msingi mkuu unaotumika ni wanachama. Katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi ametoa kauli hiyo wakati akizungumzia mjadala unaoendelea kuhusu kuitwa kwa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi mbele ya kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi. Kiongozi huyo wa propaganda wa Chama cha Mapinduzi amebainisha kuwa kuitwa kwa mwanachama mbele ya chombo hicho si jambo jipya, kwani viongozi na wanachama mbalimbali wamewahi kufanyia utaratibu huo katika nyakati tofauti. Katibu huyo wa uenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi amesisitiza kuwa nidhamu na maadili ndivyo vigezo kuu vinavyoongoza utendaji wa ndani wa chama hicho tawala. Kenani Kiongozi amefafanua kuwa kamati ya maadili ni sehemu ya mfumo wa ndani wa Chama cha Mapinduzi unaolenga kusikiliza, kuchunguza na kutoa ushauri au mapendekezo pale inapobainika kuwa mwenendo wa mwanachama unahitaji kuangaliwa. Kiongozi huyo Kenani Kiongozi ameeleza kuwa kuitwa mbele ya kamati hiyo au kupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kuwa mwanachama huyo tayari amepatikana na kosa au amehukumiwa. Katibu wa uenezi wa Chama cha Mapinduzi ameweka wazi kuwa mchakato huo unalenga kutoa haki na fursa sawa ya kueleza ukweli kabla ya hatua au maamuzi yoyote kuchukuliwa na mamlaka za chama. Katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM amesisitiza kuwa katika masuala ya chama, mwanachama anapaswa kutazamwa kwanza kwa nafasi yake ndani ya Chama cha Mapinduzi badala ya cheo anachokishikilia serikalini. Kenani Kiongozi amebainisha kuwa viongozi wote ikiwemo waziri, naibu waziri, makamu wa rais na wanachama wa kawaida wote wanapaswa kufuata katiba, kanuni na taratibu za chama bila ubaguzi wowote. Katibu huyo wa uenezi ameeleza kuwa kutenganisha nafasi za serikali na wajibu wa kiuchama ni msingi mkuu unaolinda misingi ya usawa na haki ndani ya mfumo wa Chama cha Mapinduzi. Msimamo huo uliotolewa na katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo ya chama cha CCM unaibua hoja kuu muhimu kuhusu mipaka kati ya uongozi wa serikali na uongozi wa chama. Ingawa viongozi wengi wa serikali wanaweza pia kuwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, katibu wa uenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi ameeleza kuwa nafasi zao za kiserikali haziondoi wajibu wa kuheshimu taratibu za chama wanaposhughulikia katika masuala ya ndani. Kiongozi huyo wa CCM amebainisha kuwa utaratibu huo unahakikisha kuwa hakuna mwanachama aliye juu ya katiba na kanuni za chama hicho tawala. Katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi ameeleza kuwa kamati ya maadili haipo kwa ajili ya kutoa adhabu pekee, bali pia ina jukumu la kusikiliza pande zote na kutafuta namna ya kurekebisha mwenendo wa mwanachama. Katibu huyo wa CCM amebainisha kuwa mchakato wa kuitwa mbele ya kamati unaondoa nafasi stahiki kwa mwanachama kutoa maelezo yake kikamilifu. Kiongozi huyo ameeleza na kuamini kuwa hatua hiyo inasaidia kuboresha nidhamu na kudumisha misingi ya maadili miongoni mwa wanachama na viongozi wa ngazi zote. Kauli hiyo ya katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM imekuja wakati mjadala kuhusu uhusiano kati ya nafasi za serikali na taratibu za vyama vya siasa ukiendelea katika jamii. Kwa baadhi ya wananchi, kuitwa kwa kiongozi mwenye cheo kikubwa serikalini kama makamu wa rais mbele ya chombo cha chama kunaweza kuonekana kama jambo lisilo la kawaida. Hata hivyo, katibu wa uenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi ameweka wazi kuwa mamlaka ya serikali na taratibu za ndani za chama ni maeneo mawili yanayojitegemea na kutofautiana katika utendaji wake wa kazi.
Suala hili lililofafanuliwa na katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi linaibua maswali kuhusu usawa katika utekelezaji wa kanuni za chama kwa viongozi wote. Katibu wa uenezi wa CCM amebainisha kuwa taratibu hizo zinatumika kwa kiwango sawa bila kujali ukubwa wa nafasi ya kiongozi serikalini. Kiongozi huyo wa CCM amefafanua kuwa uamuzi wa wanachama na umma katika mifumo ya ndani ya chama unategemea namna kanuni hizo zinavyotekelezwa kwa uwazi na haki kwa kila mtu. Katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi ameweka mkazo kwenye dhana kwamba hakuna mwanachama anayepaswa kutumia cheo chake cha serikalini kama kinga dhidi ya utaratibu na taratibu za nidhamu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Katibu huyo wa CCM ameeleza kuwa ujumbe mkubwa wa chama hicho ni kwamba msingi wa kushughulikia masuala ya nidhamu ni wanachama pekee. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi amesisitiza kuwa cheo cha serikali kinatenganisha kikamilifu na mchakato wowote wa kimaadili unaoendeshwa ndani ya mfumo wa chama. Kwa mtazamo wa katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi, kuitwa kwa makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi mbele ya kamati ya maadili hakumaanishi hukumu tayari imetolewa dhidi yake. Katibu huyo wa uenezi wa Chama cha Mapinduzi amefafanua kuwa hiyo ni sehemu tu ya mchakato wa ndani unaotoa nafasi ya kusikilizwa, kuchunguzwa na kufikia hitimisho la haki kwa mujibu wa taratibu rasmi. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi amebainisha kuwa kauli ya chama inalenga kusisitiza uwajibikaji na matumizi ya kanuni kwa wanachama wote bila ubaguzi. Katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM amebainisha zaidi kuwa Chama cha Mapinduzi kitaendelea kulinda mfumo wake wa nidhamu ili kuzuia mmomonyoko wa maadili miongoni mwa watendaji wake. Katibu wa uenezi wa CCM ameeleza kuwa uwepo wa kamati ya maadili ni nguzo muhimu inayosaidia kukilinda chama dhidi ya vitendo vinavyoweza kuharibu taswira yake mbele ya wananchi. Kiongozi huyo wa Chama cha Mapinduzi anaamini kwa kufuata taratibu ndizo ndiko kifanya chama hicho kuendelea kuaminika na kuongoza kwa misingi thabiti ya kiutawala. Katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi ameeleza kuwa mchakato nzima wa kushughulikia maadili ya wanachama unalenga kujenga umoja na mshikamano ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kiongozi huyo wa uenezi amebainisha kuwa kila mwanachama ana wajibu wa kuheshimu maamuzi na miongozo inayotolewa na vyombo vya maamuzi vya chama. Katibu huyo wa uenezi wa Chama cha Mapinduzi amesema kuwa mfumo huo wa nidhamu utaendelea kutumika na viongozi wote wa ngazi ya juu na chini bila kuwepo kwa msamaha maalum kwa mtu yeyote.